Jina la Yesu Kristo, tuaja mbele zako mfalme ni kwa ajili ya neno lako. Tunapoenda kusikiliza neno lako Jehova Mungu wa Israeli, wacha Baba ili neno lako likaweze kuingia ndani mwetu na kutimiza lengo na mapenzi yake. Hakika Jehova mfalme ukatupatia ufahamu na maarifa na ukazidi kutujaza tu kwa ajili ya neno na ukaweze kutimiza lengo na sababu yako Jehova. Ukitenda sifa na utukufu zitakurudia katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Ni siku njema ambayo Mungu ameandaa juu ya maisha yetu. Nasi tunamshukuru tukisema tu ni asante. Ni wakati ambapo tunasherehekea kufa na kufufuka kwake mwanao Yesu Kristo. Kwa hakika ndiposa hii wokovu ikaweze kutufikia siku ya leo. Iligharimu watu mpaka maisha yao. Bwana apewe sifa. Yesu mwenyewe ilimgharimu maisha yake, na mpaka wale watumishi ambao alikuwa amechagua wote 12 ili wagharimu maisha yao, ndiposa injili ikaweze kufika na kuweza kukufikia siku ya leo. Bwana apewe sifa. Kwa hakika kunayo gharama katika wokovu, na hiyo gharama ni gharama ambayo watu wengi wamejitolea, na ndiposa ukaweze kusikiza injili siku ya leo, ujue ya kwamba bado kuna gharama ambayo ambayo imefanyika, na ndiposa ukaweze kupokea ujumbe. Bwana apewe sifa. Vita vilikuwa katika mambo ya salvation, na ndiposa tukaweze kupokea hii ujumbe. Kumekuwa na vita mingi, kumekuwa na mambo mengi, mpaka hadi wa leo bado tu kuna vita katika Christianity, kwa sababu ya hii ujumbe tu wa Yesu Kristo, ya kwamba kuna wale ambao ni wapinga Yesu, wanampinga Yesu. Hawaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Hawaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa kipekee ambayo aliweza kutumwa hapo ulimwenguni ili kusudi akakomboa ulimwengu mzima. Bado kunayo vita na bado kuna magawanyiko hata mpaka kwa Wakristo wenyewe. Bwana apewe sifa. Lakini kwa wale ambao Mungu amepatia neema na nguvu, bado ujumbe wa Yesu Kristo utazidi kuenda mpaka mwisho. Bwana apewe sifa. Tuingie tu katika kitabu cha Amos 11. Amos 8 mstari wake wa 11. Yes, 11. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, ambazo zitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu akatumika kuweza kupasha ujumbe ya kwamba kuna wakati ambao unakuja, na wakati huo ndio sasa, wakati ambapo kutakuwa na njaa na kiu. Mungu ataleta njaa na kiu, na sio njaa ya kukula, sio njaa ya kukua na kiu, bali ni njaa ya neno la Mungu. Bwana apewe sifa. Na ndiposa utaona wakati huu ambapo tumefikia katika msimu huu ambao ni nyakati za mwisho, kunao watumishi wengi sana ambao wamepotoka katika njia za Mwenyezi Mungu. Wanakiri ya kwamba wanahubiri neno, lakini hata hao matendo yao haiambatani na neno ambao wanahubiri. Bwana apewe sifa. Yaani ya kwamba watu wanamtafuta huyu Yesu Kristo, wakaone kweli Yesu Kristo bado ako na ile uwezo ambao alikuwa nao, bado anazidi kutenda yale mambo alikuwa anatenda. Na ndiposa utaona wakati huu ni wakati ambapo kuna makanisa mengi, watu wanatoka mbalimbali ili kuweza kuja kusikiza injili mahali pengine. Sio kwa maana kule hakuna Mungu. Mungu yuko mahali pale, lakini kuna ile kiu ambayo Mungu ameweka mahali pale. Kuna ile kiu ambayo Mungu ameweka katika hiyo kijiji, ama katika hiyo mtaa, ama katika hiyo nchi, ili kusudi wakaweze kwenda kutafuta Mungu mahali ambapo anaabudiwa kwa roho na kweli. Bwana apewe sifa. Hizi ndizo nyakati ambapo wale wanaomwabudu Mungu inastahili wakaweze kumwabudu kwa roho na kweli. Bwana apewe sifa. Nyakati ambapo bado kunayo vita katika anga, nyakati ambapo bado kuna hiyo njaa ya kusikiza kiu la Mungu. Wewe sijui mahali hapa
Umefikia wapi katika huduma? Umefikia wapi katika kulisikia neno la Mungu? Uko na hiyo kiu ya kutaka kusikia neno la Mungu? Wajua kwamba kuna nyakati, hizi ni nyakati ambazo Yesu Kristo yuko karibu kuja. Ni nyakati ambazo tunaenda tukifika, tukireduce zile siku za ulimwengu. Bwana pewe sifa. Na wewe na moyo wako ndio utakao kuelekeza kwa Baba. Je, wewe unamkiri Yesu Kristo ya kwamba ni mwana wa Mungu? Unamkiri Yesu Kristo ya kwamba alizaliwa ili kusudi akakufe msalabani kwa ajili ya dhambi zako? Kama unamkiri Yesu Kristo, ambatana na matendo yake, ambatana na neno la Mungu ambalo ameweka mahali hapa. Itafika wakati moja mtatafuta watumishi wa Mungu, hamtawapata. Bwana pewe sifa. Itafika wakati moja utatafuta hata hiyo Biblia, hautaipata. Leave alone, kuna mtu alisema wakati moja kuna Biblia ambazo zimewekwa katika simu. Sijui kama zitaondoka tu kwa mtandao. Unajua shetani pia labda kuna njama yake. Siku hizi watu wataki kununua Biblia, tumeweka kwa simu sana. Ile wakati simu zitakuwa corrupted, ziingizwe virus, hiyo Biblia iwezi funguka, utasoma gani? Bwana pewe sifa. Nunua Biblia yako, kuwa nayo, ndipo ukaweze kupata hikma na maarifa inatoka tu kwa neno la Mungu. Ndipo ukaweze kupokea kile ambacho unataka. Omba kulingana na neno la Mungu. Bwana pewe sifa. Kila kitu kina sababu. Na ndipo Mungu aandike kitabu kuanzia kitabu cha Genesis mpaka Revelation. Mungu alikuwa na kusudi la maisha yako. Alijua ya kwamba kuna mambo ambayo yatakuwa yakitimia moja baada ya nyingine. Bwana pewe sifa. Na wewe kama hauna Biblia, sijui huo unasoma gani? Bwana pewe sifa. Ni wangapi hapa wako na Biblia? Mungu azidi kuwabariki. Wale hamna Biblia, ni jukumu lenyu. Chukua fursa, ununue Biblia, uweke kwa nyumba yako, uwe unaisoma. Na kama pia uko na hiyo Biblia, ni vyema uwe unaisoma hiyo Biblia ili kusudi ukaweze kupokea maarifa na ukaweze kujua ni nini ambacho Mungu anataka. Kuna mambo mengi sana ambayo Biblia huwa inazungumza na tunapata tu kuyafahamu. Sefania 1. Kitabu cha Sefania 1 mstari wake ni 8 na 9. Wacha nikaweze kusoma. Sefania 1 mstari wake wa 8. Neno linatuambia kwamba na itakuwa katika siku ile dhabihu ya Bwana, katika siku ile ya dhabihu ya Bwana nitawaadhibu wakuu na wana wa mfalme, watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Na katika siku ile nitawaadhibu hao wote warukao juu ya kizingiti, waijazayo nyumba ya Bwana wao udhalimu na udanganyifu. Bwana pewe sifa. Neno likatuambia siku ya leo ya kwamba itakuwa siku ile ambayo Mungu mweza wa yote ataweza kuadhibu wafalme na wana wa wafalme kwa sababu ya kuleta mavazi ya kigeni katika nyumba ya Mungu. Bwana pewe sifa. Katika huduma ya Mwenyezi Mungu. Wakati huu ndio wakati ambapo tumefika na kila mtu ako tu na mambo yake. Yaani ukiangalia mambo ambayo inaendelea na ukiangalia jinsi ulimwengu unavyotembea, mpaka wewe mwenyewe inastahili ukae chini ujiulize, hakika hizi ni nyakati gani ambazo tuko? Hizi ni nyakati gani ambazo tunatembea kwazo? Kwa sababu
Neno linaposema ya kwamba watu wote waliovaa mavazi ya kigeni, inamaanisha nini siku ya leo? Kunayo mambo mageni ambayo tumeleta katika maisha ya Mkristo. Wewe pale nje unasema ya kwamba mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Lakini mwenendo wako, tabia zako na njia zako haziambatani na jinsi ambavyo Yesu Kristo alitaka tukaweze kutembea. Kunao wengine umeokoka, ni kweli umeokoka, lakini kuna jambo moja huenda linafunga mpaka hata maisha yako. Kuna vitu tulipewa ambazo zinaitwa simu, rununu. Bwana apewe sifa. Ni mzuri sana kwa communication, ni mzuri sana, zinatusaidia kwa ajili ya mawasiliano. Lakini haujui hata hiyo simu inaweza kuwa kuna jambo ambalo linakufunga kupitia tu hiyo simu. Huenda labda umeomba maombi mengi sana, lakini kuna jambo tu ambayo uliweka kwa hiyo simu yenye Mungu anataka utoe siku ya leo. Huenda labda ni mapicha, zingine sio mzuri. Huenda ni yale mambo ambayo tunaita katika music industries. Wewe unapenda kusikiza muziki zingine ambazo hazimtukuzi Mwenyezi Mungu kwa hiyo simu. Hayo ndio mavazi ya kigeni ambayo unasikia Biblia inaongelea siku ya leo, ya kwamba Mungu atawaadhibu wote ambao waliovaa mavazi ya kigeni. Ya kwamba umeokoka, lakini yale mambo ambayo unatenda hayadhirishi utukufu wa Mwenyezi Mungu. Yale mambo ambayo unafanya hayaambatani na ujumbe ambao Yesu Kristo alituachia hapa ulimwenguni. Kuna wale ambao wanatembea, wengine wameokoka, lakini katika mavipochi vyao wameweka kitu inaitwa irizi. Wakati moja nikakuwa tu katika mtandao na nikaona mhubiri fulani ametoa shati na akasema ya kwamba yeye ni mhubiri. All over the body ameweka zile vitu zinaitwa tattoos. Bwana apewe sifa. Nilijiuliza maswali mengi sana. Je, tattoos zinaambatana na mapenzi ya Yesu Kristo? Sister Daphne, hebu nifungulie kitabu cha Leviticus ama mambo ya Walawi 19 katika mstari wake ni 28. Mambo ya Walawi 19 19 mstari wa 28. Msichanje anzia tu 27. Msinyoe denge pembe za vichwa, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu, wala msiandike alama miilini mwenu. Mimi ndimi Bwana. Bwana apewe sifa. Neno likatuambia kwamba kunao wale ambao huenda labda sio kupenda, labda ilifanyika kwa kizazi, labda ni wazazi wetu walitupitisha katika mambo yale, na wakatupitisha katika mambo ya kuenda kuchanjwa. Bwana apewe sifa. Tukaekewa madawa katika mwili wetu ili kusudi tusije tukarogwa, ya kwamba tulikuwa tunaambiwa ni mambo ambayo yatazuia ubaya, macho mbaya. Bwana apewe sifa. Neno linatuambia kwamba tusichanje miili yetu. Likakuja hapo mbele likasema ya kwamba tusiandike miili yetu. Bwana apewe sifa. Sasa jambo hilo nilifikiria sana. Wewe, na alipokuwa akiongea alisema ya kwamba wakati alipookoka ndipo wakati alipoamua kuchukua uamuzi wa kuweza kufanya mambo ambayo ni ya kuchora mili. Akachora hizo matatu zote zenye alichora ambazo atazidhirishi Mungu
Si ati alichora Jesus, yenye tunaweza sema kweli alichora Yesu, anampenda Yesu. Zile tu matatus tu zenye zinakaa tu horrible. Kutoka hapo ukiangalia, sijui ni mwanaume lakini ametoboa hii masikio, ameweka vipuli na anahubiri injili. Bwana apewe sifa. Hakika wacha nikuambie, ulimwengu umefika mahali ambapo watu wanadanganyika. Ulimwengu umefika mahali wewe umtegemee Mungu wako. Bwana apewe sifa. Mimi niko hapa kukupatia ujumbe, lakini usifuate lile ambalo ninatenda. Enda umtafute Mungu wako. Bwana apewe sifa. Kwa sababu wakati fulani tunaposimama katika madhabahu ya Mungu, hata kama tunakiri kwamba tunampenda Yesu, matendo yetu yanaambatana na jinsi Yesu alivyotembea. Yesu akawachagua wanafunzi wake 12 na akawapatia habari wakawaeneze popote duniani. Je, kunaye hata mmoja kati yao ambaye alikuwa na tattoo? Kunaye mmoja hata kati yao ambaye alikuwa ametoboa masikio? Kunaye hata mmoja kati yao ambaye alikuwa anatembea katika njia ambazo tunaona watu tunatembea? Nyakati hizi ni zile nyakati ambazo unastahili uwerevuke. Nyakati ambazo ujue ya kwamba wakati wa Kristo kuweza kurudi duniani umefika. Uzuri ni kwamba hakuna anayejua saa wala wakati, kwa sababu neno linatuambia kwamba tutakuwa tunahubiri kama kawaida, tutakuwa tunatoa prophecy tu kama kawaida, then all of a sudden Mwana wa Adamu atashuka. Siku hiyo itakupata moyo wako umeandaa namna gani? Je, umempokea Yesu Kristo katika maisha yako? Je, unatenda haki ndiposa ukaweze kusekiwa nafasi yako katika ufalme wa Mungu? Unatembea katika njia ambayo inamtukuza Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo inafika wakati ambapo inastahili tuvue mavazi ya kigeni. Tutoe mavazi ya kigeni katika mili yetu, ili kusudi tukahubiri injili ambayo inamtukuza Yesu Kristo. Tukatende haki kulingana na mapenzi ya Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Ufalme wa Mungu unahitaji watu ambao wako strong. Watu ambao watasimama na msimamo na kumkiri huyo Yesu mpaka wakati wa mwisho. Watu ambao wataenda katika njia za Yesu Kristo mpaka wakati wa mwisho. Ukiangalia wanafunzi wake na apostles ambao Yesu alichagua baada ya kufa, wakina Paul, hawakuweza kumkana Yesu Kristo mpaka wakati walipoenda kaburini. Kuna wengine wanafunzi ambao hata iliwagharimu kupitia mateso mengi zaidi, lakini hakuna mmoja aliweza kumkana huyu Yesu, isipokuwa tu ni yule ambaye alikuwa amemsaliti. Na ukisoma Biblia mzuri, sijui kama wenye wataenda mbinguni kama tutampata ama tutampata, kwa sababu ilikuwa ni lazima. Wakati Yesu alipokuwa akitoa mkate akipatia wanafunzi wake, kulikuwa na mmoja ilikuwa lazima akaweze kumsaliti. So ni andiko lilikuwa lazima likaweze kutimia. Bwana apewe sifa. Lakini wewe siku ya leo ujumbe umepewa. Mungu amekupatia nafasi ya kuweza kufanya kazi yake. Mungu amekupatia nafasi ya kuweza kusambaza injili yake kote kote. Unatenda kulingana na jinsi Yesu Kristo alivyotembea? Unatenda kulingana na jinsi wanafunzi wa Yesu walivyotembea? Kwa sababu kila jambo ambalo limeandikwa katika Biblia litakuja kutimia. Wakati ambapo Amos anasema katika neno lake ya kwamba
kutakuwa na wakati ambapo kutakuwa na kiu. Kutakuwa na wakati ambapo kutakuwa na njaa, na sio njaa ya chakula bali njaa ya neno la Mungu. Na hilo jambo litafanya watu watoke mataifa mengine ili kuweza kuja kumtukuza Mungu mahali hapa. Hilo jambo litafanya watu watoke mahali pengine ili kuweza kuja kumtafuta Mungu tunayemtumikia mahali hapa. Ni jukumu lako wewe kama Mkristo kuweza kuvua mavazi yote ya kigeni, mavazi yote ambayo mwovu shetani amekuvalisha, mavazi yote ambayo sio ya kiungu katika maisha yako, na ukaambatane na njia za Mwenyezi Mungu. Kuna mambo kama hiyo nimesema katika simu zetu, zinaweza kuwa hata ni kifungo. Labda kuna picha moja tu sana unapenda, labda kama labda ni sisi wanaume, unapata mtu ameweka picha ya mwanamke aliye uchi. Inakusaidia na nini? Hiyo kitu chenye inakufanya, inakuvurutia spirit za anga. Hata wakati wote unapoenda kuomba, inakuwa tu ni kizuizi, Mungu hawezi jibu ombi lako kwa sababu ya hiyo jambo tu ambayo unaona ni kidogo. Labda tu ni hiyo wimbo yenye unapenda ambayo hata haimtukuzi Mungu, ndio imefunga mpaka baraka yako, na ndiposa hata ukiomba maombi haiwezi kafika mbele za Mwenyezi Mungu. Wakati ambapo una download vitu ambazo si za kiungu katika simu yako, katika mawasiliano, hizo vitu ambazo tunatumia katika mawasiliano, ile damages tu inaleta ni kuweza ku-invite monitoring spirits katika maisha yako. Na ndiposa wakati wote utakuwa umenyenyekea, lakini tu utapata, ama kuna jambo labda unapata, unajipatanga tu unataka kurudi tu kwa hiyo jambo, ukaangalie hiyo picha, kwa sababu iko na maroho ndani yake. Wanapewa sifa. Hiyo kitu ambayo unapenda sana isiyo ya kiungu, hiyo ndio mavazi ya kigeni ambayo mwovu shetani amekuvalisha, ili kusudi usikaweze kumuona Mungu katika maisha yako. Wakati ambapo utaamua kwa moyo wako na kwa roho yako ya kwamba hii nimeitoa, hii nimewachana nayo, hapo ndipo utaanza kumuona Mungu. Hapo ndipo utaanza kuona utukufu wa Yesu Kristo katika maisha yako. Wakristo, Mungu akaweze kuwasaidia ili kusudi hii mavazi yote ambayo mwovu ameweka katika maisha, ili kusudi tusikaweze kupokea kile ambacho Kristo ametuahidia, Bwana akaweze kutuondolea na akaweze kutusaidia sana. Tunatembea na mairizi katika vipochi vyetu, ya kwamba tukaweze kupokea msaada. Tunaamini irizi sana hata kuliko kumwamini Yesu Kristo. Tunaamini waganga na wachawi sana ambao wamekuwa kifungo katika maisha yetu. Neno tu bado tu katika kitabu hicho cha Mambo ya Walawi hapo chini kinaongea kuhusu ya kwamba tusikatafute ujumbe, tusiwaendee hapo 31. Yes, inasema kwamba tusiwaendee wenye pepo wala wachawi, msiwatafute ili kutiwa unajisi nao. Angalia jinsi ambavyo tunajitia unajisi. Angalia jinsi Mkristo, wewe ambaye unasema umeokoka, umeona kwamba Yesu Kristo amekaa sana, umeendea kuchukua ufisi ndani mwako. Na ndiposa utaomba maombi na utapata kwamba maombi yako siku hizi hayajibiwi. Utaomba maombi, unaona kwamba Mungu hakutendei. Ni kwa sababu ya hiyo jambo kidogo ambayo ni kigeni, umeweka hiyo mavazi katika maisha yako. Leo hii nawasihi, wacha tu Mungu akaweze kusimama na kila mmoja, akawapatie neema na kibali katika maisha yenu, ili kusudi mkaweze kutambua kile kilicho chema ndani ya maisha yenu, mkaweze kutambua kile ambacho kinawapasa kufanya, ili kusudi Yesu Kristo akaweze kutukuzwa.
Mungu awabariki na watende